Taifa Stars bado wako kwenye majonzi makubwa sana, nasi kama mashabiki tunaendelea kuumizwa na kile ambacho kimetokea kwenye mtanange kati ya Taifa Stars pamoja na Morocco. Of course kumekuwa na jambo kubwa ambalo lilitokea la mchezaji wa Taifa Stars kuweza kusukumwa kwenye box, na ile ilikuwa ni dhahiri kwamba penalty ingetakiwa kuwekwa pale. Mkwaju wa penalty wa pekee ambao pengine ungesaidia Taifa Stars kuweza kuendelea na kuvuka katika hatua kubwa za michuano ya AFCON, lakini kutokana na referee kuweza kupinga na kukataa kile ambacho kimeweza kutokea kwamba sio penalty, jambo hili limekuwa likizungumzwa mno kwenye mitandao ya kijamii na limewaumiza vibaya zaidi mashabiki kwa asilimia kubwa. Mpaka hivi sasa ninavyozungumza, mada kubwa ambayo inajadiliwa kwenye swala zima la soka pamoja na michezo ni hili la Taifa Stars kuweza kupingwa na kukataliwa penalty ya wazi. Mashabiki pamoja na wadau wamekuwa wakitoa maoni mbalimbali kwenda kwa Taifa Stars pamoja na uongozi kwamba jambo kubwa kama itawezekana basi kufanyike mpango wa kukata rufaa, kwa sababu kuna taasisi pamoja na sekta maalumu ambazo zinahusika katika michezo, yani ukizungumzia bodi mbalimbali, lakini pia na sheria zilizopo pamoja na miongozo ya soka inatuguide na kutuongoza. Chochote kinachotokea ambacho timu fulani inakuwa haijaridhika, basi ni muhimu kwenda kupeleka malalamiko huko katika ngazi za juu zaidi. Sasa hiki ni kitu ambacho pia kimewagusa baadhi ya mataifa mengine, licha ya kuwa ni Taifa Stars ndio imepitia, lakini tunajua siku zote watu wema wapo. Baadhi ya mataifa mengine yameguswa katika hiki ambacho kinaendelea sasa hivi, hasa kipindi ambacho michuano mikubwa kama ya AFCON inayotegemewa zaidi kutengeneza heshima pamoja na kuleta kombe katika nchi yetu ya Tanzania, lakini yote haya yameonekana kuishia kati. Japokuwa pia baadhi ya watu wengi walifikiria kwamba labda Morocco itawadhibiti vilivyo Tanzania na tutafungwa mapema, lakini kwa uwezo mkubwa wa wachezaji, performance quality pamoja na selection bora ya first 11 ya Taifa Stars iliweza kuonyesha ukubwa pamoja na skills ambazo walizokuwa nazo. Kitazama kama mchezaji Shabalala alivyokuwa akimkabili vyema Ashraf Hakimi, utaambiwa kwamba Hakimi mwenyewe hakuamini kile ambacho kilichokuwa kinatokea, na hii sio mara ya kwanza kwa Taifa Stars kuweza kukamia na kuonyesha uwezo wao katika michuano mikubwa hapa barani Afrika. So mara nyingi pia huwa mambo ya hujuma kama hizi zinatokea, na zinapotokea huwa watu wanapeleka katika sehemu husika, mangazi husika, lakini sometimes huwa kuna kubebana, kitu ambacho pia kimekuwa kikilalamikiwa mno, kubebana na kutofanyika yale maamuzi sahihi ama sheria kufuata mkondo wake kama vile ambavyo inatakiwa. Sasa tusubiri kuona ni kipi ambacho kitaendelea zaidi, kwa sababu viongozi wa Taifa Stars tuna imani kwamba hawawezi kulikalia kimya hili. Lazima kuna michakato mikubwa itafanyika. Na wewe kama shabiki wa hapa TanzaLive TV, tuambie maoni yako ni yapi katika hili. Unadhani nini kifanyike ili hujuma kama hizi zisiwe zinaendelea, kwa sababu ni uonezi wa live kabisa ambao tumeuona. Watu wamekuwa wakilalamika kila siku, pia na wachezaji wenyewe wamekuwa kama wakivunjika moyo kwa haya matatizo ya dhulma pamoja na hujuma ambayo yanaendelea. Tuambie hapo chini kwenye upande wa comment, lakini pia ili usipitwe na habari na matukio yote ya kimichezo na burudani, usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Ciao till the next time.